Andika kutawala katika malango ya uchumi. Kutawala katika malango ya uchumi wako. Kutawala katika malango ya uchumi. Leo tutazungumza namna gani unaweza ukatawala uchumi wako, namna gani malango ya uchumi uweze kuyatawala. Kutawala katika malango ya uchumi. Kutawala katika malango ya uchumi. Mtu wa Mungu, kanisa la Kristo, watakatifu wa Mungu, nataka niwaambie kuna kitu kinaitwa utawala. Utawala ndio unakupa nguvu na miliki. Utawala ndio ambao unakumilikisha na kukupa mamlaka. Haleluya. Na kuombea Mungu akupe hiyo mamlaka kiuchumi katika jina la Yesu. Kuna kitu kinazungumzwa hapa kinaitwa malango. Tumesoma hiyo Isaya 60 mstari wa 11, anasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kumbe kuna kitu kinaitwa malango, kuna kitu kinaitwa kuingiza. So anasema watu watakuletea utajiri. Ina maana malango yakifunguka yanaruhusu utajiri uje. Hasa ninazungumza vitu viwili kwa pamoja, kutawala na malango. Malango gani? Ya uchumi. Kutawala nini? Uchumi. Haleluya. Amen. Uchumi kama hautautawala uchumi wako, ujue kuna mtu anatawala kwa niaba yako. Amen, 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 amen. Moja kitu kinaitwa nyota. Kama mnasikia watu wanahubiri kurejesha nyota yako, upokee nyota yako, sijui nini nyota yako, nisikilize. Moja kitu kinaitwa nyota ya mtu ni nguvu yake ya umiliki. Haleluya. Uwezo wake wa kumiliki mali, uwezo wake wa kumiliki maarifa, uwezo wake wa kutawala, ndio inaitwa nyota ya mtu. Uwezo uko ndani ya nafsi ya mtu. Hatufanani. Mbona wengine wanapambana kuiba hata nyota za watu, kwenda kwa waganga kuloga watu. Wanafanya nini? Wanachukua vivuli vya nafsi za watu. Labda kuna maisha mazuri ambayo mtu anayo, anaye hayajui, wanampumbaza, wanaiba, wanahamishia kwao. Wao wanajikuta wanakuwa na nguvu ya mvuto. Akifanya kabiashara kadogo, ghafla kanalipuka. Kwa sababu gani? Anatumia uwezo wa nguvu ambazo ziko kwenye maisha ya watu. Nataka nikwambie, kama umenyang'anywa uwezo wako wowote, kupitia nguvu ya kutawala malango yako ya uchumi, unarejea katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna neno lolote ulitumikishwa na watu wakaiba neema zilizo ndani yako, tunazirejesha kwa ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka niwaambie, kwa nini tunazungumza kutawala kwenye malango ya uchumi? Ni kwa sababu ya neno letu la mwezi huu. Na Jumapili ijayo, ibada ya kwanza ya kukuliwa wokovu, nitakufundisha namna ya kupigania maneno ya unabii ili uweze kuwa na nguvu kwenye wokovu wako. Sababu tunaokolewa kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Kuna namna maneno yana nguvu ya kukusaidia kwenye wokovu wako. Tutazungumza hiyo Jumapili ijayo. Lakini hata ujumbe nao kuletea ni kwa sababu ya unabii ambao unaendana wa mwezi huu. Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 18. Timotheo wa kwanza 1 ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi, Timotheo wa kwanza 1:18, mwanangu Timotheo, huyu ni Paulo anamsihi Timotheo. Anasema na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, katika hayo yapige vita vizuri. Anasema mwanangu Timotheo, na kukabidhi maagizo ya akiba kwa ajili ya maneno ya unabii. Yapo maneno ambayo yanatutangulia, yanaitwa maneno ya unabii. Mwezi huu maneno yaliyotutangulia ni kwamba ni mwezi wa malango wazi ya uchumi. Amina. So huu mwezi tutapigania hili neno mpaka lithibitike kwenye maisha yetu. Kutawala katika malango ya uchumi. So neno kutawala ni kumiliki, na uweze kumiliki ambacho kitu huna. Nazurudia tena, neno kutawala ni kumiliki, na hauwezi kumiliki kitu ambacho hauna. Tunapozungumza kutawala, sizungumzi kwanza tuanze kuongea mambo ya imani. Ninazungumza uwe na uwezo wa kumiliki kitu fulani. Na sasa uwezo kwa kitawala kitu ambacho hauna. Mtu ana ng'ombe 100, anaonekana na miliki ya ng'ombe 100, wakipiga thamani yake labda ni milioni 50 au milioni 70. Kwa hiyo mtu miliki yake ni milioni 70 kutokana na mali zake. So tunaposema anatawala, ni anakitawala kitu ambacho anakimiliki. Kumbe nguvu ya kwanza tunapozungumza malango ya uchumi ni uwezo wa kumiliki. Amen, amen, amen. Uwezo wa kufanya nini? Wa kumiliki. Nikishapata hiyo neema ya kumiliki, sasa ndo unapata nguvu ya kutawala. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kuwa ana neema, ana kila kitu, ana mali zote, lakini hawezi kuzitawala. Ni anaumwa Januari mpaka Disemba, hawezi kutawala. Ni ana matatizo, ni madeni chungu mzima. Nguvu ya kutawala anapoteza. Kwa tunapozungumza umiliki, lazima uwe na nguvu ya neema ya Bwana tena ya kuweza kutawala unavyovimiliki. Wengi wana mali nyingi, wana kila kitu, lakini hawana nguvu ya kutawala. Na ndio shida ya mali zinazopatikana kwa Mungu na kwa shetani.
Sisi tunazopata kwa Mungu tunapata na neema ya kuzitawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unazopata kwa nguvu za giza, wanakuwa na mali nyingi, wanazimiliki, lakini hawawezi kuzitawala kwa sababu ziko nje ya uongozi wao. Kuna manguvu ya kuzimu yanayoongoza. Ndio maana anaweza kumwamrisha akikosea chochote, kumshurutisha na kunyang'anya kila kitu, kwa sababu anayemiliki ni yeye, lakini mtawala hana nguvu ya kutawala kile ambacho anakimiliki. Lakini ashukuriwe Mungu, sisi anapotuokoa anatupa na neema ya kuvitawala alivyotupa. Twende Mwanzo 1 ule mstari wa 26 mpaka 28. Utanielewa ninavyosema Mungu anakupa na neema ya kukitawala ambacho unakimiliki. Mwanzo 1 mstari wa 26 mpaka 28. Na hapo ndipo pamebeba ufunuo mkubwa wa ujumbe wangu wa siku ya leo. Mwanzo 1:26. Anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ilianza kwanza kumfanya mtu kwa mfano wao. Anasema kwa sura yetu. Angalia pointi kubwa, anasema wakatawale samaki na baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia kila chenye kutambaa kitambacho na juu ya nchi. Wakatawale. Angalia Mungu alivyo mzuri. Amempa mtu vitu vya baharini, vya kwenye nchi. Kwenye nchi nazungumza madini, kila kitu. Anasema sasa wakatawale. Kwa Mungu anapompa mtu mali, anampa na neema ya kufanya nini? Ya kutawala. Tuseme kutawala. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke akawaumba. 28 pointi kubwa pia akasema Mungu akawabarikia. Pamoja kwamba aliwapa nguvu ya kutawala, akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Angalia, yani anapokupa utawala anatupa na nguvu ya kutiisha. Yani kutiisha ni kwamba vinakutii, vinakuheshimu. Fedha zako zinakuheshimu, mali zako zinakuheshimu. Kitu ambacho kinakuheshimu, kinakusikia, hakiwezi kukuacha kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatiisha malango yako ya uchumi. Unatiisha. Hatutakuwa na uchumi wa hohehahe kwamba leo tumepanda kesho tunashuka. Tutajifunza ufunuo wa kumiliki na kutawala malango ya uchumi. Tutakuwa na uchumi wenye nguvu ambao kila siku unalipuka na kukua katika jina la Yesu Kristo. Nasema tutakuwa na uchumi wa kifafa mwezi huu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa upaka tutatoka mwezi huu, tutavuka huu mwaka 2025 kuingia 2026 kwa nguvu sio kwa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Na kuhakikishia utayaona haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa ni makosa mtu wa Mungu kutokuwa na mfugo. Sema ni makosa. Kutokuwa na mfugo wote. Tunakiuka kanuni za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie kama tuna nyumba za kupanga za chumba kimoja, tuhame tukakae kwenye maeneo yetu, kwa sababu huwezi kufuga kuku kwenye nyumba ya watu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Wewe umepangisha chumba kimoja unaleta ng'ombe nje, utafuga wapi? Watakufukuza. Bwana asifiwe sana. Ndio maana lazima tupate ardhi, tutawale anga, tutawale ardhi, tuwe na maeneo yetu ili tutiri neno, mkatawale ndege na vyote vinavyotembea, vinavyotambaa, vinavyotembea kwenye nchi, wanyama, mifugo, mashamba. Nitakwambia hivi vitu namna gani vimeficha utajiri, na kwa nini uweze kuwa na nguvu ya uchumi na utajiri kama hauna neema ya umiliki wa ardhi ya kutosha, umiliki wa mifugo, mashamba, wanyama wa kutosha. Huko ndio utajiri umejificha. Achana na vitu vingine. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nasema tunafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nasema tunafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kanuni za kuwa na miliki kiuchumi. Tuandike kanuni za kuwa na miliki kiuchumi. Kanuni za kuwa na miliki kiuchumi. Namba 1, kanuni ya kwanza, kuwa mfano wa Mungu. Haleluya. Namba 1, kanuni ya kwanza na kubwa ambayo inatokana na Mwanzo 26 mpaka 28 niliyokusomea ni kuwa mfano wa nani? Wa Mungu. Alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo utairudia tena hapo kuandika Mwanzo 1:26 mpaka 28. Alisema tumbe mtu, anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba. Kumbe ili ukatawale na kumiliki kama kule chini alivyosema, inaanza kwanza wewe uwe mfano wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Yaani lazima uokolewe. Kinachotufanya tuwe mfano wa Mungu ni kwa njia ya kuokoka. Yohana 1:12 anasema wote waliookolewa walifanyika kuwa watoto wa nani? Kumbe inaanza kuwa mfano wa Mungu. Ndio maana Mwanzo 1:26 anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kumbe unaweza ukaumbwa lakini ukawa sio mfano wa Mungu. Sijui kama na watu wananielewa. Unaweza ukaumbwa lakini usiwe mfano wa nani? Kwa sababu haujaokolewa. Kumbe ndio maana kuna tofauti. Mtu anasema tu wote tumeumbwa na Mungu bwana, sisi ni watoto wa Mungu. Nisikilize, unaweza kuwa ni umeumbwa uko duniani lakini wewe sio mfano wa Mungu.
Kinachotufanya tuwe mfano wa Mungu ni Yohana 1:12 anasema tunavyookolewa ndio tunafanyika watoto wa nani? Kumbe watu wanaweza kujivunia kwamba bwana wote tumeumbwa na Mungu, bwana wote tunabarikiwa, wote mvua na jua vinatunyeshea, wote tunabarikiwa. Hapana, hatubarikiwi wote sawa. Ili tumiliki malango ya uchumi lazima tuwe mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26 anasema alituumba, akasema tumfanye mtu kwa sura yetu. Kumbe tunaanza kuwa sura ya Mungu tunapofanyika watoto wake, tunapookolewa, tunapoacha dhambi, tunapoamua kumkiri Kristo. Hapo tunaweza kuwa mfano wa Mungu. Kumbe kama tumeokoka na tumemkiri Kristo na tutaamua kuishi maisha ya wokovu, ndio tunaanza kuishi kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa kigezo cha kwanza kumiliki vinavyotambaa ardhini, kama alivyosema kwenye mstari wa Mwanzo 1:27-28 kwamba mkamiliki, mkatiishe vya baharini, vya kwenye nchi, vya kwenye anga, inaanza kwanza na kuwa mfano na sura ya Mungu mwenyewe. Sema Yesu nisaidie, niwe mfano na sura yako. Kumbe watu wengi wanaishi, tunaweza kuwa tunapoteza nguvu ya kumiliki mambo makubwa kwa sababu hatuonekani kuwa na sura na mfano wa Mungu wetu mwenyewe. Inaanza kuwa mfano na sura ya Mungu, ambayo jibu lake linatoka kwenye Yohana 1:12. Tukifanyika watoto wa Mungu kwa kuzaliwa, tunakuwa mfano na sura ya Mungu. Na kama ni baba ametuzaa sana, Yohana 1:12, atataka tuenende sawa na kanuni za familia yake. Ndio maana tunajifunza masomo ya wokovu kila baada ya wokovu, ili tuendelee kufanyika sura na mfano wa Mungu. Kila mara unapolisikia neno la Mungu, mafundisho ya wokovu ni kukuleta wewe kwenye sura ya Mungu. Sema kunileta kwenye sura ya Mungu. Unapofundishwa neno la kukemea, tuache hichi, tutembee hivi, tutunze muujiza kwa namna hii, tukimbie nguvu za giza kwa sura hii, tutembee na Mungu kwa sura hii, inatutoa kwenye udunia na kutuleta karibu na uungu. Inatuleta karibu na uungu. Utashangaa unajifunza masomo ya kawaida ya wokovu na Mungu anaweza kuinua uchumi wako. Kadri unapojua kwa kina na kumfahamu Mungu na kufanana naye sawa na tabia na mapenzi yake, ndipo unashangaa unaanza kuvutia mema kuja kwenye maisha yako. Kwa tutavutia nguvu ya kumiliki uchumi tukianza kuwa na mfano na sura Mungu. Hiyo ni ombi lako kila siku, kumwambia Baba, acha leo niwe mfano wako, acha nitembee leo na sura yako, acha nitembee leo na tabia zako. Unapoomba hivyo, unakuwa unapokea milki za kutawala, kumiliki na kutiisha. Sema haleluya. Sema haleluya. Namba 2, kanuni ya pili ya kumiliki kiuchumi ni kutambua wewe ni mtawala na unamiliki. Cha kwanza ni kuwa mfano. Namba 2 ni kutambua wewe ni mtawala na unamiliki. Hakuna kitu kibaya kama kutokujijua. Kutokujua wewe ni mtawala na ni mmiliki. Mungu ametuambia wazi ya kwamba ninaenda kuwapeleka kwenye Mwanzo 1:26-28. Nyinyi mkatawale. So Mungu anapokuokoa na kufanyika sura na mfano wake na kuwa mtoto wake, namba 2 anataka huyo mtoto wake ajijue kwamba mimi ni mtawala na ninamiliki. Unaanza kujiona kwanza, hata kama hauna unaanza kujiona. Ninapozaliwa kwenye nyumba baba yangu ni bilionea, ninapokuwa kwenye ukoo tuna magari, tuna mali, tuna kila kitu. Cha kwanza ambacho yule mtoto anapokuwa, hata kama hana uwezo kutumia zile mali na vitu, anajijua kwamba mimi ni sehemu ya hizi miliki, mimi ni sehemu ya utawala, mimi ni sehemu ya hizi mali. So baba yetu ametuokoa, ana kila kitu. So tumeokoka hata kama hauoni, hauna, lakini jione kwamba wewe ni sehemu ya miliki ya Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Petro wa kwanza 2:9 inatufungua kitu kikubwa sana. Petro wa kwanza 2:9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Sema watu wa miliki ya Mungu. Kumbe sisi ni watu wa miliki ya Mungu. So Mungu ana miliki yake. Tuseme Mungu ana miliki yake. Tuseme Mungu ana miliki yake. Na kama Mungu ana miliki yake, na sisi ni mfano wake, na sisi ni watoto wake, na ametutuma tukatawale, ina maana lazima tutambue kwenye hii miliki ya Mungu na sisi ni sehemu, tumeteuliwa tuwe sehemu ya kumiliki pamoja naye. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. So namba 2 ni kutambua wewe ni mtawala na unamiliki. Kutambua wewe ni mtawala na unamiliki. Petro kwanza 2:9, bali nyinyi ni mzao mteule na ukuhani wa kifalme. Haleluya. Bali ninyi ni nini? Uzao mteule. Sijui kama kuna watu na Biblia na mnasoma hapa. Nimekuambia Yohana 1:12 anasema watu waliokolewa walifanyika kwa watoto wa Mungu. Kwa nini tunafanyika watoto wa Mungu? Kwa sababu tumezaliwa. Tumetoka kwenye udunia, tumezaliwa tuanze kumfanania Mungu. Bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Hakuna ufalme ambao hauna miliki. Bwana Yesu asifiwe sana.
So tunapookolewa, Mungu anatutoa na kutuleta kwenye mambo ya milki. Tena anasema ukuhani, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Anasema mpate kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Nasema wewe umeingia kwenye nuru ya ajabu. Haleluya. Nasema umeingia kwenye nuru ya ajabu katika jina la Yesu. Amen. So ujumbe wa leo tunapozungumza kutawala katika malango ya uchumi wako, cha kwanza, sahau vyote, jione kwamba mimi ni mmiliki. Inaanza kujiona kwanza, watu wa Mungu. Inaanza kufanya nini? Kujiona. Anza kujiona. Maandiko yanatuambia aunavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Anza kujiona. Namna unajiona itaamua wapi unaenda. Nataka nikwambie kwa nini maombi ya watu wengi hayajibiwi, watu wa Mungu leo. Hayajibiwi kwa sababu hawajioni sawa na kile ambacho wanakiomba. Yaani naomba Mungu nibariki kwa kiwango fulani, Mungu nisaidie kwa kiwango fulani, lakini yeye mwenyewe hajioni kama anaweza kuwa vile. Nataka nikwambie ili tuwe na nguvu kwa ulimwengu wa roho, maneno yetu lazima yaendane na tunavyojiona. Kama ninatamka uzima, nijione mzima. Kama natamka mimi nimebarikiwa, nione baraka ndani yangu. Nisiseme Mungu nibariki na hamna namna ninavyojiona ndani kuhusu kubarikiwa. Ndio maana msingi mwingine mkubwa wa wokovu wetu ni maisha ya imani. Tuseme maisha ya imani. Waebrania 11:1 imeweka wazi kwa habari ya imani. Ni baada ya mambo yasiyoonekana bado. So kuna namna haijaonekana lakini ninajiona sawa na vile nataka kuwa. Kuna namna similiki gari lakini ninajiona mimi ninastahili kumiliki. Kuna namna sina nyumba lakini ninajiona ninamiliki nyumba. Nina hadhi kwa sababu ni mtoto wa Mungu, nitamiliki. Namna najiona itachochea nguvu ya umiliki wangu na utawala wangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukue namna tunajiona, tujisaidie, tuache kujiona uduni, tuache kujiona tunavyojiona. Itaanza kwanza unavyojiona, ndivyo zikubadilisha maisha. Nilikuwa naangalia picha moja, jamaa mmoja ameposti kwenye mtandao mwaka 2011 na ameposti alivyo leo 2025. 2011 anasema alikuwa anafanya kazi kwa ndugu yake kumsaidia kumenya kibanda cha chips. Maisha magumu, hana mbele wala nyuma, hana dira yoyote, lakini ndani yake alikuwa anaona mimi lazima niwe na ukuu. Kule kujiona kukamchochea kufanya kazi kwa bidii usiku na mchana, kukesha, kujibana, kujinyima nidhamu ya juu. Akaonyesha 2025 picha yake anavyoonekana. Ni watu wawili tofauti, ni kushoto na kulia. Ni mtu ambaye amebarikiwa, ana kila kitu ambacho alitamani kwenye maisha yake. Ni kwa sababu gani? Ilianza kwa kujiona kwanza. Sema kujiona. Tuseme kujiona. Niliona mtoto mmoja amechukuliwa na waziri wa ujenzi. Katoto kadogo kameweka mchoro, kana miaka sidhani hata kama 10 kamefika. Kamebuni mchoro wa namna madaraja, majengo, magorofa, kamechonga vitu vyake, kameunganisha pale. Mtu mmoja akaenda kapiga picha, kaona hichi kitu ni cha ubunifu mkubwa sana. Ile picha ikasambaa, ikaenea kila mahali. Akatafuta yule mtoto, akaitwa na waziri. Angalia, yule mtoto ni mdogo, kuna picha anaiona ndani yake, akaanza kuiunda, kuitengeneza. Ile picha imekuwa maarufu kiasi kwamba ameitwa mpaka waziri wa ujenzi. Yule waziri akamchukua, akaanza kumtembeza kwenye madaraja makubwa yaliyojengwa. Anamwambia ulichokuona kibuni ndio hichi kinafanania na hivi na hivi. Inaanza kujiona, watu wa Mungu. Tuseme kujiona. Namna unaona itaamsha na kuchochea muujiza wako. Yule mtoto ni mdogo lakini ameenda kuketi na mawaziri. Hastahili, hana hata shule, hajafika hata form 4, hajamaliza hata darasa la 7, lakini namna alijiona ikalipua muujiza wake. Leo ni mtu mkubwa, ameahidiwa kusomeshwa uinjinia, ameahidiwa kutunzwa kila kitu. Kwa sababu gani? Ilianza kwanza kwa namna aliona picha fulani, akaanza kuiunda. Mtu wa Mungu, lazima tujilazimishe kuwa na picha fulani. Haleluya. Hata kanisa letu lazima tulione kwa picha tunayotaka liwe, na tuchochee kutaka liwe vile tunataka liwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Namna tutajiona italeta wivu wa kupigania tunachotaka kukiona. Kwa nini watu wapiganie ndoto zao? Kwa sababu hawajioni vile wanataka kuwa. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Nione mimi ni mtawala. Nione miliki yangu. Nipe ufunuo wa kuona mimi ni nani. Nipe ufunuo wa kuona mimi ni nani. Kumbuka tunazungumza kutawala na kumiliki malango ya uchumi. Namba 3, kutambua umebarikiwa na kuikiri baraka iliyo juu yako. Namba 3, niko kwenye msingi na kujengea somo. Tambua wewe umebarikiwa. Sio tu kutambua umebarikiwa na kukiri. Namba 2 nimesema kutambua ni mtawala. Utambue tu mimi ni mtawala na namiliki yangu. Hata kama una shilingi 10, tambua tu mimi ni mtawala na namiliki maadamu nimeokoka. Amen, amen, amen. Mtaji wa 3 ni kutambua umebarikiwa na unamiliki ya Mungu juu yako. Mwanzo 1:27 Mungu akawabarikia. Tuseme Mungu akawabarikia.
akasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Mungu akawabarikia. Haleluya. Mungu akafanya nini? Akawabarikia. So moja kitu ambacho tutambue, tuna baraka ya Mungu juu yetu. Mwanzo 1:27 anasema Mungu akawabarikia. Tuseme Mungu akawabarikia. Akawaambia zaeni mkaongezeke. Angalia, anamwambia huyu mtu hana kitu. Adamu amemuumba, alimuumba Adamu, alimpa vitu? Hakumpa kitu chochote. Alimpa maneno ya baraka. Tuseme alimpa maneno ya baraka. Alimpa maneno ya baraka. Kumbe haianzi na vitu, inaanza na maneno. Tuseme haianzagi na vitu. Inaanza na maneno. Mungu akampa maneno, akamwambia, akambarikia, akamwambia zaeni mkaongezeke. Kumbe Adam, moja kitu alikitambua, mimi ninatembea na baraka juu yangu. Ile baraka ikamfanya aanze kuwapa hata majina wanyama. Kwa akili ya kiungu, wanyama wote akaanza kuwapa majina, kwa sababu tayari baraka ilikuwa juu yake. Akaanza kufanya vitu vya kiungu kama baba yake alivyo. Maneno yakawa juu yake, akaanza kuwabarikia. Adamu akatamka, akatabiria wanyama, akachukua utawala wake. So moja ya kitu ambacho tutambue kwamba tumebarikiwa. Sema nimebarikiwa. Moja ya tabia mbaya ya Mkristo ni kutokujiona amebarikiwa. Moja ya mlango mbaya ambao shetani anaingia kushambulia maisha ya watu ni watu kutokujiona na kutambua wamebarikiwa, na kutambua Mungu Baba wa mbinguni amewabarikia. Amewabarikia. Tuseme baba yangu wa mbinguni, amenibariki. Ndio tutambue baba aliyoniokoa amenibariki. Baba aliyoniokoa amenibariki. Kuna mtu kwenye Biblia alitambua amebarikiwa, anaitwa Yabesi. Kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:10 alitambua amebarikiwa. Alianza kuziita baraka zake, akamwambia Mungu, mimi ndio umenibariki, niongezee, nipanue zaidi uchumi wangu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:10. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:10 anasema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuzidisha uzi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, na ungenilinda na uovu, ili usiwe na huzuni yangu. Na Mungu akamjalia waliomba. Tuseme na Mungu akamjalia waliomba. Anasema wewe Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, la ungenibarikia kweli kweli. Huyu mtu alitambua amebarikiwa, akamwambia Mungu, nibariki sasa, tanua hozi yangu, niongezee Bwana. Huwezi kumwambia Mungu niongezee kabla hujatambua. Tambua kwanza umebarikiwa, wewe una baraka ya Mungu juu yako. Na uanza kuikiri. Yabesi alitambua amebarikiwa, akakiri hiyo baraka. Mungu, mimi niongezee hosi, mimi sio haya maisha, mimi sio hiki kiwango, nipanue zaidi. Na Mungu akamjalia kama alivyoomba. Mungu atatujalia kama tutatambua. Nasema leo tambua katika jina la Yesu. Amen. Tambua kwamba mimi nina ukuu ndani yangu. Tambua kwamba mimi nina Yesu ndani yangu. Anaweza kunifanya na kunipeleka umbali ambao ninataka niende. So moja ya silaha kubwa ni kujua chanzo cha uchumi wetu kiko katika Mungu, sio nguvu zetu. Sio nguvu zetu. Inaanza na Mungu kwanza, ambaye anatufanya kwa mfano wake. Haleluya. Namba 4, kanuni ya 4 ni kuzalisha na kuongezeka. Tuseme kuzalisha na kuongezeka. Hapa ndio tunaingia kwenye kiini sasa. Kwa deep, kiini cha ndani cha somo letu, kuzalisha na kuongezeka. Na Mungu atusaidie tutakaa hapo kidogo kwa muda na tuweze kupata neema na maarifa ya kutosha. Kuzalisha na kuongezeka. Mungu alivyowabarikia kwenye Mwanzo 1:28 akawaambia zaeni mkaongezeke. Tuseme zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke. Hakusema nitawazalisha mimi na nitawaongeza. Aliwabariki, aliwapa upako. Ndio hata kanisani kaza tunatamkiwa maneno ya upako. Lakini kwenye kuzaa na kuongezeka ni jukumu la wewe uliyepokea upako. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Nimesema hawezi kukitawala ambacho hujakimiliki. Anaposema zaeni mkaongezeke, anataka utoe kitu chako. Kuzaa si kutoa. Uwe na kitu. Sasa kwenye kuzaa huku ni kwamba akutane na mke wake wazae mtoto. Na yule mtoto azae naye mtoto mwingine, waongezeke. Amen. Kwa nini Mungu alipompa mtu baraka akajua hii baraka haiwezi ikawe na nguvu kama wataendelea kuwa wachache? Nataka nikwambie siri moja. Nguvu ya kutawala uchumi eneo lolote ni wingi. Wingi wa mali zako, wingi unavyovimiliki, wingi. Ule wingi ndio unakupa nguvu ya uchumi wako.
Ndio maana Mungu alivyowabariki hao watu akasema hamwezi kukaa hivi na hizi baraka, lazima mzae muongezeke. Moja kitu kitatusaidia watu wa Mungu na Wakristo kanisani, tuzalishe. Ndio maana nimezungumza maeneo ya kuwa na mali, ardhi, mifugo na miliki ya vitu fulani fulani, ndio vinakupa nguvu na uimara wako wa uchumi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kuzalisha na kuongezeka. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Uweza kuzalisha. Uweza kuzalisha. Una nini mtu wa Mungu? Napozungumza kuzalisha, ni lazima ili Mungu atembee na baraka yake juu yetu, ni lazima tuwe na kitu cha kuzalisha. Sema ni lazima. Ni lazima niwe na kitu cha kuzalisha. Niwe na kitu cha kuzalisha. Hata kama ni kidogo namna gani, uwe na kitu cha kuzalisha. Ni fundi, unazalisha. Unashona vitu, si unafuma, unazalisha. Unauza biashara, hakikisha unaizalisha. Lazima uwe na kitu cha kuzalisha. Hili somo halitakufaa kama hauna mpango wa kuwa na kitu cha kuzalisha. Ili tuwe na nguvu ya uchumi kama kanisa, kama watoto wa Mungu, lazima tuwe kuzalisha. Kama ni mifugo, tufuge, tuhakikishe tunaelea vizuri kwa kanuni za kitaalamu ili uweze kuzalisha. Kama ni mali fulani, lazima tuzifanye vizuri kuzalisha. Kama ni kununua asset fulani, ni pikipiki, ni bodaboda, unatafuta pesa, unanunua, unataka uzalishe. Ile bodaboda ikuzalishie pesa na zaidi wakati mtaji wako uko pale. Haleluya. Kule kuzalisha kutaleta maongezeko. Tusema kutaleta maongezeko. Kutaleta maongezeko. Angalia mtu wa Mungu kwenye Mithali 14 mstari wa 28. Mithali 14 mstari wa 28 inasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Tuseme utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, bali uchache wa watu ni uharibifu wa ukuu wao. Utukufu wa mfalme, Mithali 14:28 imesema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Yani ili uwe mfalme ni mtu anayetawala, na tunazungumza kutawala katika eneo la uchumi. Huwezi kutawala kama mtu wa Mungu na vitu vichache. Angalia umezungukwa na ukubwa wa namna gani. Umezungukwa na watu gani wewe? Umezungukwa na watu gani? Umeajiri watu wangapi? Utukufu wako ni wingi wa watu wako. Hapa sio tu watu. Hapa watu ni kama mali. Watu ni kama asset. Una vitu vingapi unafanya? Ninafanya kitu kimoja, acha kufanya kitu kimoja. Omba Mungu akusaidie uweze kufanya kitu cha pili na cha tatu. Tuwe na vyanzo vingi vya kutuingizia uchumi. Tuwe na viwekezo vingi. Tuwe na mpaka naliona ziwa, tuseme ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, mpaka naliona ni mito mingi inaingia kujaza maji kupeleka pale. Mpaka unaona bahari ni mito mingi imetoka sehemu mbalimbali inamwaga maji bahari. Unafikiri bahari inajianzisha yenyewe? Ina mito mingi. Mpaka inatisha, bahari linatisha, mameli makubwa yanatembea juu yake. Ni kwa sababu ya vimito vidogo vidogo vingi vimeenda kujaza pale. Ili tuwe na nguvu ya uchumi, lazima tuwe na vyanzo vingi vya kutuletea baraka, vya kutuletea. Mungu anapopanua mtu na kumbariki, anapanua vyanzo vyako vingi vya kupata baraka. Usinganganie biashara kamoja, katakufanya maskini. Tanua, fanya cha pili, fanya cha tatu. Jiunge huko. Kama kuna wekezaji fulani, wekeza vizuri. Uwe na vikoba ambavyo vina maana, sio vya kukukausha damu. Mwingine una vikoba vinakutesa baada tena kwa baraka vinakuwa laana. Au kuna na vikundi vyako viwili vingapi? Kwa sababu ile ni pesa yako unaipeleka mwenyewe, unazalisha. Inakusaidia kutunza, baadaye inakusaidia wanakurudishia mwenyewe. Lakini usiwe na makundi ambayo yanakuchosha, yanakuumiza. Achana. Na usiwe na makundi hayo mengi, angalau mzidi sana viwili. Unakuwa na vikundi vitano, vyote vinataka pesa. Wanaanza kukusumbua. Baada kwa kitu cha baraka kinakuwa cha mkosi. Sema nafunguliwa katika jina la Yesu. So, sio kuwa na vikundi vingi vya vikoba. Uwe na vikundi vingi vya kuzalisha pesa. Kwa sababu kile kikundi kikuletee hela, kinataka kichukue hela yako kitunze ili baadaye waje wakurudishie. Na vyanzo vingi, hapa na pikipiki, hapa na kaduka, hapa na kakioksi, hapa na hivi. Hata angalau umepungua sana, uwe na vyanzo vitatu. Visipungue vitatu. Na visizidi sana kukuzidi uwezo wako. Bwana asifiwe sana. Lakini kuwa na chanzo kimoja kinachoingiza baraka, utakosa nguvu ya kuzalisha na kuongezeka. Haijalishi unaanza kwa kiwango gani, hata kama ni 100,000. 100,000 namna gani nitaifanya iwe 500,000? Inahitaji hekima ya Mungu. Sema inahitaji hekima ya Mungu. Na ibada leo ni kukuombea hiyo hekima ya kuifanya 100,000 iwe 1,000,000 katika jina la Yesu Kristo. So hatuwezi kuwa na nguvu kama tuna vitu vichache. Hatuwezi kutawala kama tuna vitu vichache. Tunapona leo katika jina la Yesu. Amen.
Nasema tunapona leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa uchumi unaozungumzia malango ya uchumi au ustawi wa kiuchumi ni namna gani ni hali ya kuwa na baraka, baraka za mali. Lazima pia uwe na matumizi ya busara ya hizo rasilimali ambazo Mungu amekupa. Uchumi kwa maneno ya kisasa tunaweza ikatufundisha kwamba kuna namna fulani za kupata utajiri wa kiungu, lakini utajiri wa kiungu unategemeana na kazi na usimamizi mzuri, ukarimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usimamizi mzuri pamoja na ukarimu. Tuseme usimamizi mzuri pamoja na ukarimu. Nataka nikwambie, ukarimu ni kutoa. Uwezo ukazungumza uchumi kama hutazungumza kutoa, vinaoana. Nitakuonyesha. Lazima tujue uchumi mzuri unatokana na Mungu kama ambavyo nimekuja kueleza. Kivipi? Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 8:18 inasema lakini utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye anayekupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Haleluya. So utaanza kwa Mungu kwanza. Na anasema utamkumbuka huyo Mungu kwa sababu yeye ndio anakupa nguvu ya kupata utajiri. Kwa uchumi mzuri unajengwa kwa kumtambua Mungu kama chanzo cha riziki na mafanikio yako. So ili uwe na uchumi mzuri, kwanza tambua mimi natokana na Mungu, nisura Mungu. Kwa chanzo cha baraka zangu ni nani? Ni Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. So nikijua Mungu ndio chanzo changu, anasema pointi kubwa ni mkumbuke. Sema ni mkumbuke. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuwa na uchumi legelege ni kwa sababu watu wengi hawajui kumkumbuka Mungu. Hawajui kama Mungu ni chanzo chao. Ili uwe na nguvu ya baraka kwa uchumi, ni namna gani utashirikiana na Mungu kwenye uchumi wako? Namna gani utakuwa na wivu wa Mungu kupitia uchumi wako? Namna gani utalazimisha vitu vya Mungu viende kwa sababu ya uchumi wako? Namna gani utakuwa wewe baraka kwa wengine? Nataka nikwambie, kinachomgusa Mungu ni wewe kuwa furaha kwa wengine kupitia mali zako. Watu wangapi wanafaidi mali zako leo? Mama Christina, watu wangapi wanafaidi mali zako? Watu wangapi wanafurahi kwa sababu wewe ulicho nacho? Watu wangapi wanafurahi kwa sababu unachokimiliki? Itaamua uwezo wako wa kuendelea kutawala. Umepata picha ya kupata nguvu ya utawala hapa? Anasema utamkumbuka Mungu ndio kupea nguvu ya kupata utajiri. Kwa kumbukumbu nani kwa? Kwa nini anasema utamkumbuka? Neno kumkumbuka ina maana usijisahau kwamba hivi ni vya kwangu, ni mali yangu. Umkumbuke. Kwa kumkumbuka Mungu ni kwamba uwe na sehemu ya Mungu kwenye kila unachokimiliki. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tujue na hatuwezi kukwepa kanuni kubwa ya kumiliki uchumi inaendana na bidii. Tuseme bidii. Hatuwezi kutoboa kuwa na mambo makubwa usipokuwa na bidii. Nimekupa kanuni ya kuzalisha na kuongezeka. Hauwezi ukazalisha kama hauna bidii. Mithali 10 ule mstari wa 4. Mithali 10 mstari wa 4 ina kitu kizuri inatuelezea hapo. Mithali 10 ule mstari wa 4. Anasema atendee mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Tuseme atendee mambo kwa mkono wa mlegevu huwa maskini. Anasema bali mkono wake ndiye na bidii hujitajirisha. Nisikize watu wa Mungu, lazima tujilazimisha kufanya kwa bidii hata vitu vidogo. Tujilazimisha kufanya kazi kwa bidii. Alikuwa anashuhudia Mama Christina, utaniruhusu alipo ushuhuda wa mtoto wake, kijana wake mmoja. Alikuwa anashuhudia nikabarikiwa sana ule ushuhuda. Kipindi fetu tumekana. Hasa mtoto wake anapambana afanye shughuli zake, amefungua akaunti yake benki, anamwambia mama nifanye nini? Akamwambia nunua kiwanja, anaenda kununua kiwanja cha kwanza. Amejibiza tena, mtoto mdogo amefika hata miaka 25. Ana miaka 27, ana viwanja zaidi ya kimoja. Ana vitu vyake na miliki, kijana mdogo. Lakini siri kubwa niliyokuwa namsikiliza, bidii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kanikwambia hakuna mtu mwenye bidii na sio kwamba anafanya kazi za mamilioni. Anajikusanya kwa nguvu. Moja kitu kinatusumbua na Mungu atusaidie uwezo wa kukusanya kwa bidii. Anasema mkono wa mtu mvivu utaleta umaskini. Tunavutu kuleta maskini. Taka bidii itatusaidia watu wangu kukusanya kwa nguvu. Nimejiambia kuanzia mwezi huu mpaka sijamaliza huu mwaka, nimejiambia nitafanya bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nitafanya bidii. Sema Yesu nisaidie. Niwe na bidii ya kuzalisha. Sio bidii ya kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wathesalonike wa pili 3:10.
Wathesalonike wa pili 3:10 inasema asiyefanya kazi na asile. Haleluya. Wathesalonike wa pili 3:10. Wewe unakula ambacho hujafanya kazi, Mungu akuepushe na hiyo laana. Wanawake, hata kama una mume anafanya kazi, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, usijisahau tu kukaa, tafuta kitu cha kufanya, kwa sababu kuna kipindi sio kila siku atapata pesa ya kukuletea. Kuna muda anakwama. Wanawake wazuri ni wale ambao mzee amekwama, anashangaa tu mambo, mzee anaenda nyumbani, inakuwa ni baraka. Bwana asifiwe sana. Hiyo utaipata kwenye Mithali 31, inazungumza kuwajibika. Ndio mwanaume ameumbwa atunze familia, ni kichwa, lakini mwanamke ana nafasi pia kuwajibikia familia yake. Anasema mtu asiyefanya kazi na asifanye nini? Asile. Wathesalonike wa pili 3:10. Watu wa Mungu, Mungu atusaidie tufanye kazi, tuwe na kitu cha kuzalisha. Haleluya. Nataka nikwambie, kazi itakupa heshima na kazi itakuletea baraka. Tunasema utapata wapi kazi? Sasa mbona sina? Nisikilize, Mungu unamuomba, atakuletea watu, au watu watakuunganisha. Anza kutaka kwanza, anza kujiona. Ukishajiona mimi ni mmiliki, mimi nimebarikiwa, kule kujiona kutavutia kazi yako, kutavutia baraka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pointi nyingine nzuri ni usimamizi mzuri wa mali ambazo Mungu anakupa. Usimamizi mzuri wa mali ambazo Mungu anakupa. Namna gani uwe na utajiri na umiliki wa malango na uwe na nguvu ya kuendelea kumiliki na kumiliki. Usimamizi mzuri wa vile Mungu anakupa. Usimamizi mzuri. Angalia kwenye Luka 16:10 mpaka 11. Inatuambia kitu kizuri sana kuhusu kuwa uaminifu hata kwa vitu vidogo. Luka 16 ule mstari wa 10. Luka 16 mstari wa 10. Nataka nikwambie, usipokuwa na usimamizi mzuri, usiseme mimi maskini. Wewe sio maskini, hauna usimamizi mzuri. Luka 16:10 mpaka 11 anasema, aliye mwaminifu katika lile dogo sana huwa mwaminifu katika lile kubwa pia, na aliye dhalimu katika lile dogo huwa dhalimu katika lile kubwa pia. Basi kama nini mtakuwa hamkuwa waaminifu katika lililo mali basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana ya mali za kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usimamizi na uaminifu, watu wa Mungu. Usimamizi na uaminifu. Uaminifu, kipewa kitu cha kufanya, kifanye kwa usimamizi mzuri na kwa uaminifu mkubwa. Uaminifu katika madogo utakusaidia kuwa mwaminifu katika mambo makubwa. Mali hazianzagi kuwa kubwa. Mtu mmoja mwenye hekima akasema, kinachoanzaga juu na kuwa kingi, au kinachoanza juu ni kaburi peke yake. Kaburi linachimbwa kutoka juu linaenda, lakini chochote cha baraka kinaanzaga chini, kinaenda. Tunapanda mti, tunapanda mmea, unaanza chini, unaanza kukua, unaenda juu. Ni kaburi peke yake ndio linaanzaga juu kwenda chini. So ukitaka uharibikiwe, ni atakaga kuanza juu. Ukitaka kuanza juu utaporomoka, utaenda chini. Inaanzaga kidogo, na uaminifu wa madogo anasema ndio nitufanye tu wakubwa. Nina kitu changu na kifanya, na kuwa mwaminifu kwa hicho kitu kidogo. Namkumbuka Mungu kwa hicho kidogo changu. Natembea na Mungu kwa hicho kidogo changu. Taratibu naanza kuchanua. Taratibu unaanza kumiliki. Nilianza na mbuzi 2-3, kondoo kadhaa. Unakuwa mwaminifu, unakuwa tunza, unakuwa mwaminifu kumtolea Mungu sadaka kwa hicho kidogo. Ghafla kinaenda kustawi, wanaanza kuzaliana. Ni swala la muda. Ilianza mwaka 1, 2, 3, miaka 5, 10, wewe ni tajiri, ni mtu mkubwa. Mungu atazuia hata mauti za kuharibu vitu vyako na mali zako, kama unakuwa mwaminifu katika vidogo. Lakini tukiwa dhalimu katika vitu vidogo tulivyoaminiwa, maandiko yanatuambia wazi vitaharibiwa. Havitaharibiwa vitu vyako katika jina la Yesu. Amen. Nasema havitaharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pointi yetu kubwa nyingine ni ukarimu wa kusaidia wengine au kujenga ufalme wa Mungu kupitia mali zako. Ukarimu wa kusaidia wengine kiuchumi au kuendeleza ufalme wa Mungu kupitia mali zako. Hapa ndo tusikwame. Nataka nikwambie, ukarimu unalipa kwenye eneo la uchumi. Kutapanya kibiblia ni kuongeza. Yaani hatuwezi kuwapa hii kanuni, ni ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka niwape leo kanuni ya kimungu, nazungumza kutawala eneo la uchumi. Hauwezi kutawala uchumi kama sio mtu unayejua kutapanya. Mithali 11 mstari wa 24. Mithali 11 mstari wa 24. Usiwe muoga kutoa na kuachia. Mstari 11:24. Inatupa kanuni kubwa sana hapa. Anasema kuna mtu, tusome pamoja Mithali 11:24. Tuseme kuna mtu atawanyaye lakini uongezewa zaidi. Tuseme kuna azuiaye isivyo haki lakini uelekea uhitaji. Mimi ni shahidi wa hilo. Kuna kipindi nilikuwa ninapambana
Naweza hata nikasema ibada iende vizuri, nakodisha mziki, nitakodisha vitu, ibada siku nikaanza kuacha kufanya hivyo, ghafla nikashangaa milango ile iliyokuwa inafunguka kwa uchumi haiji. Kuna kipindi kwa na support watu kutoka mbali, nauli nitamlipia mtu nauli aje kanisani, nitafanya hivyo vyote aje kanisani. Unapoanza tu kwenda kupungua na kuacha, unapoanza kuona kamzigo fulani, uchumi kiwango fulani kinaanza kukatika. Bwana asifiwe sana. Kanuni ile unapotapanya anasema unaongezewa zaidi. Mungu atufungue. Nijue hivi sio vya kwangu, ni vya Bwana aliyenipa. So ninapotapanya simsaidii Mungu, ninajisaidia mimi mwenyewe. Sababu kanuni ya chochote katika hii dunia imeumbwa ili kikue, ili kiongezeke, lazima ukiachilie. Kana mbegu zako ndani, uone kama zitaotea ndani. Lazima uziachilie ziende kwenye ardhi. Ukiziachia kwenye hizi ndio zitaanza kujizalisha, zitaanza kuleta mazao mengi. Lakini ukiziminya hizo mbegu zako kuto kuziachilia, haziwezi kuzalisha. Ukarimu wa kusaidia wengine tunakuwa tunamkopesha Mungu. Maandiko yanasema ukisaidia maskini, ukisaidia tusiojiweza, ukisaidia watu wana uhitaji, unamkopesha Mungu. Unapokutana na uhitaji kanisani, umekaa, Mungu amekubariki. Unaona hapa tuna operation, lazima tufukia, tutoe hizi turubai, tumalize ibati mbili zimebaki hapa tutoe. Kuna uhitaji, Mungu amekubariki, karaki mbili tukameingia pap, acha kujiwaza wewe na tumbo lako. Sababu kuna kauhitaji fulani kanisani. Nikitoa hapa 42 ibati mbili zinunuliwe, nitapungukiwa ni. Unamkopesha Mungu. Unapoachilia kwa ajili ya Mungu, unakuwa unamkopesha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufundisha kanuni ya kutawala kiuchumi. Ukijua Mungu ndiye anayenipa ili akupe tena, kwa sababu hatunaga pesa ambazo zinatutosha. Mungu ndiye anayetutosheleza siku kwa siku. So lazima uwe na kitu cha kumwajibisha Mungu kwenye mali zako. Kwa nini tunapambana kiuchumi? Hatuna kitu cha kumwajibisha Mungu. Mungu anawajibika na watu wanaojibikia mapenzi yake. Na Mungu anajibikia mapenzi yake. Wewe kuwa majibu ya maisha ya mtu. Kuwa majibu ya nyumba yake. Kuwa majibu ya shida ya mtu. Unapokuwa majibu ya shida ya mtu, Mungu anakubariki, Mungu anakuinua. Sema Yesu nisaidie. Yesu niwe majibu ya matatizo ya watu. niwe majibu ya matatizo ya watu. Unamsaidia Mungu. Mungu, kuna watu wanalia naomba, Mungu nibariki. Sina hiki, sina chakula ndani, Mungu nibariki. Sina ada ya watoto, Mungu nibariki. Nadaiwa hiki, Mungu nisaidie. Nimekwama eneo fulani, Yesu nisaidie. Ghafla wewe umejua yule mtu ana uhitaji, unaachilia. Na sio rahisi kuachilia. Tena hukopeshi, unaachilia bure. Nimeona na uhitaji fulani, hii hapa, maliza huo uhitaji wako. Nisikilize, wewe unasimama kwa niaba ya Mungu. Mungu anasema hili jamaa umemsaidia Mungu kutimiza makusudi yake kupitia. Umemkopesha Mungu, umempa deni. Nataka nikwambie, hata wewe unashinda kiasi gani, Mungu hawezi kukuacha. Kwa nini matajiri wanaendelea kubarikiwa zaidi? Kwa nini matajiri ndio kwa matajiri? Utakuta hata mwingine linaishi maisha ya uovu, linaishi maisha ya mabaya, maisha ya ajabu. Lakini angalia linavyosaidia watu lile jamaa. Angalia linavyokutana na mahitaji ya watu. Hawajui linazidi tu kuwa tajiri, linazidi kuongeza magari kwa sababu alileta lenyewe linabarikiwa. Kumbe yeye ni anafuta machozi watu wanaomlilia Mungu. Mungu ataendelea kubariki tu. Pata ile habari, anaweza singia hata mbinguni kwa sababu ya maovu yake, lakini hapa duniani atawakimbiza sana. Hapa duniani atawanyanyasa sana kupitia baraka zake. Atawasumbueni sana. Mtamwamkia hata mtoto mdogo amepita tu, shikamo, huyu mtoto mdogo. Kwa sababu gani? Amebarikiwa, ana nguvu. Mheshimiwa, mkuu. Wewe hautaita watu wakuu mheshimiwa. Ishindo hiyo katika jina la Yesu. Watakuita wewe mwaka huu katika jina la Yesu. Kila mtu mkuu. Kwa nini mkuu unakuweka mikono hivi kila wakati? Mtu amebarikiwa, ana nguvu. Huwezi kuongea naye umesimama naye kawaida. Lazima uonyeshe unyenyekevu. Mwangalie unamsema mnyenyekevu. Ni kajamaa tu kadogo au ni kadada tu akana hata mbele wala. Kadogo hata mwili wengine hawana. Lakini angalia vitu alivyomiliki, nguvu alionayo. Analazimisha tu mheshimu. Heshima itakuja namna mtu anabariki maisha ya watu. Haleluya. Amen. Kwa nini umtetemekea yule mtu? Kwa nini umheshimu? Amebarikiwa, ana mali, ana uwezo, ana utisho. So watu wanaweza kumuogopa, waweza kumchukulia kawaida. Natoaga mfano mara nyingi. Hata mkiwa na kikao cha mahitaji nyumbani, wanasema kikao kijaanza. Sio kwa sababu kijaanza, kuna mtu hajaja bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kikao kijaanza, weka hapo wanaambia kikao kijaanza. Kuna watu tunawasubiri, kuna watu wanatoka mbali. Kuna watu wanatoka mbali tunawasubiri waje ndio kikao kianze hapo. Sababu wanajua sisi tuliokaa hapo wote mkiangaliana tutapiga story tu. Hatutatatua chochote hapo. Tusubiri waje watu ambao hawana maneno mengi, wanafanya vitendo kwa haraka. Kwa sababu tutateni milioni 2 atasema kwenye akaunti gani niweke. Hamna maneno. So Mungu
nitakupa kauli katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini hao watu wanazidi kupaa juu. Kwa sababu gani? Wanatapanya. Anasema wanapotapanya wanaongezewa zaidi. Watu wa Mungu, tapanya. Bariki watu, usijizuie. Tena eneo zaidi ambalo unaweza ukalibariki na kuzidi zaidi ni eneo la nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiki ndio kipindi cha kujituma zaidi kupitia kazi ya Mungu. Kuna mahali tutafika hapa, utatafuta kitu cha kufanya kazini hautakiona. Kila kitu kiko fixed. Kila kitu kimefanyika. Unatafuta sisi ifanye nini kanisani, hauoni. Kila kitu kiko safi. Kila kitu kipo kizuri, kimependeza kila kitu. Hicho ndio kipindi ambacho wale waliopandaga kwa machozi kipindi kanisa la uhitaji, Mungu azidi kuwainua na kuwainua zaidi. So kipindi ambacho huduma au kanisa linakuwa na mahitaji, ndio kipindi cha wewe macho yako yafunguke vizuri. Usijizuie kumiliki. Usiwe na kamkono kakubana cha kwangu. Nisikize. Sasa usiseme usitafute vingi. Mungu atakagi vingi. Anatakaga hata ulichonacho kilicho kwenye uwezo wako, kile ambacho kinaweza kikagusa mbingu. Ni mfano ambao muda mwingine wanaotoa pia mara nyingi. Yule mama, siji ni mjane, siji mama gani, mtu mzima ambaye alitoa sumni chache kwenye kikapu. Yesu mwenyewe alisimama. Nataka niwaambie Yesu anaangaliaga sadaka. Tuseme Yesu anaangaliaga sadaka. Yesu anaangalia sadaka. Yaani wakati wote hakuaga tu. Wakati kutoa sadaka alikaa kwenye kikapu pale. Anaangalia nini wanafanya, matajiri wanaweka, anaangalia. Ina maana mpaka leo yule mwanamke ametoa. Hivi unajua mtu anapotoa sadaka inabidi afiche, si ndio? Sadaka unatoa tunaachia. Sasa lazima ufiche. Nimesema Yesu alikuwa amechungulia kwa kapu kabisa hivi. Anachungulia. Anaangalia mpaka kaona sumni hiyo mwanamke ametoa. Kumbe tujue tunapomtolea Mungu tusitoe vyovyote. Yesu anaangaliaga makapu yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tena kule ndio atatoa macho zaidi kama eneo la muda wa kutoa sadaka. So unapotoa ujue Yesu anataka kuingilia hicho unachokitoa. Anataka usike aone kinamgusaji na kinagusaji ufalme wake. Hataki vingi, anataka vinavyo kwa moyo na vya kupendeza vinavyogusa. Haleluya, haleluya. Amen. Ili tuinuke kiuchumi, hatuwezi kuacha kufundishana haya mambo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. So ili Mungu abariki mwezi huu na aguse maisha yetu, lazima tuwe na ukarimu. Tuseme ukarimu. Ukarimu. Ukarimu ulimfufua mtu kwenye Matendo ya Mitume, anaitwa Dorcas bwana. Wewe ni Dorcas kuna Dorcas mwenzako alifufuka. Huyu Dorcas kwenye Matendo ya Mitume alikuwa anashonea masweta wajane, anawakinga na baridi. Unajua nchi za Ulaya kipindi cha baridi ni baridi kweli. Alipokufa hawa mama wanalia, wanasema huyo mtu hawezi kufa bwana. Ametufanyia ukarimu mwingi. Ilibidi mtumishi wa Mungu aombe yule mtu afufuke, na alifufuka. Kidiki ni mfufua ukarimu. Ukarimu utauonyesha kwenye nyumba ya Mungu na kwa watu mbalimbali kuwagusa maisha yako. Hautaruhusu ufe haraka. Moja ya kitu kitakupa maisha marefu na maisha ya baraka ni ukarimu wako. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niwe na ukarimu. Niwe na ukarimu. Haianzi na kitu. Wengine nasema ili niwe mkarimu, niwe na vitu sasa. Si niwe na kabiashara, si niwe na account bank. Hasa ndio nichukue, nataka nikwambie, ukisubiri mpaka uwe na vitu, haujajua nguvu ya pesa ilivyo. Mpaka unakwenda biashara umeshaumiza kichwa sana. Mpaka unaweza kuweka benki umeshaumiza kichwa sana. Zikishaanza kwenda kule benki na kwenye mpesa kwenye nini, kuzichomoa hapo na unataka ziendelee kuzalisha ni issue. Lazima uwe na hiyo tabia, tutoka ukiwa chini kwenye udogo. Kuwa mkarimu. Bwana asifiwe sana. Kukutana na mahitaji ya watu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Haleluya. Kitu kingine ili ulinde na uwe na malango ya uchumi wenye nguvu, kuepuka tamaa na unyonyaji. Tuseme kuepuka tamaa na unyonyaji. Nataka nikwambie kitu kimoja. Moja kitu kinaharibu watu sio na uchumi mkubwa ni tamaa na unyonyaji. Na mzunguko unyonyaji ni uwizi, kutapeli, kuumiza wengine. Usitapeli watu kupitia biashara yako. Pima kipimo kizuri. Maandiko yamekemea sana kipimo kizuri. Unauza viazi usibane kadebe chini. Kwa pindi nilikuwa nasafiri, wamekuonyesha wanakubebea nyanya, unasema nibebe nyanya, wamebana kumbe katikati pale wameweka si kitu gani. Unafikiri kidogo kimejaa kumbe katikati wameminya sio wameweka nani. Wanakupimia na kuweka unakuja kupima nyumbani iko nusu. Unasema ni sayansi gani anayotumia na mtu? Bwana kalijaa mpaka kishungi juu. Lakini nimekuja kuingiza kwenye mfuko. Nafika nyumbani napima kwenye kindoo saa zile ziko robo au ziko nusu. Unaitwa unyonyaji, kutapeli. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kuna watu mpaka serikali ikawakamata wanachezea mzani. Mzani unapima unaona kilo moja kumbe sio kilo moja. Kuna namna wamechezea. Kuna watu walikamatwa sheli, wameweka upepo pressure, anapima mafuta. Unaona gari ni mafuta nenda. Unakuta umbali uliokusudia uende kumbe mafuta ni machache. Sheli imedanganya na imesoma hela pale. Kumbe ni upepo tu limeingia. Lita 10 zinaingia lita 7.
Na pale imesoma kabisa 10,000 lita ngapi? Kumbe ndani imeweka tisa. Watu wananyonya. Maandiko yanasema kwa namna hiyo tutafilisika. Mungu atusaidie sana. Utaona pata kafaida, ilibidi upate 3,000. Kwa hiyo umepata 10,000, lakini kale 10,000 kanaenda kunyonya. Utashangaa umepata 10,000 ndio, lakini ghafla magonjwa yameingia. Kwa maana daktari 20, madawa 30. Sijui nini, unakuta 100,000. Umemnyonya mtu 7,000 yake, 7,000 imekamua laki. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja akasema kila mtu anatoa fungu la 10, aidha kwa kutaka au kwa kutokutaka. Akasema kila mtu anatoa fungu la, akasema usipotaka kutoa utalitoa kwa njia ya matatizo. Mungu amesema mtolee atazuia madini. Sasa usipotoa yatakuja tu matatizo, utalipa aidha kwa kutaka au kwa kutokutaka. Kwa hapa point kubwa ni kuepuka tamaa na unyonyaji. Hebu angalia kwenye Mithali 14 mstari wa 34. Mithali 14:34 inatuambia kitu kizuri sana. Mithali 14:34 anasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Haki ndio itainua taifa. Haki itainua taifa. Anasema lakini dhambi itakuwa ni aibu. Kwa hiyo usipate aibu kiuchumi, tenda haki. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niweze kutenda haki. Niweze kutenda haki. Kwenye kila ninachokifanya. Unafanya biashara, fanya biashara tu kwa haki. Usiuze kwa kudanganya. Usiuze kwa kudanganya. Kwa mfano ili ufanye kitu fulani, labda unauza bidhaa fulani, tuseme we, hii nimetumia, labda umetumia material, labda umetumia material 10. Usilazimishe uuze kwa faida wangu. Material 15 nimetumia hapa. Nakwambia. Yaani bei nakwambia material usilazimishe kudanganya ili upate faida. Ongea tu haki. Bei yangu bwana ni hii, nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu mwenyewe atafunguka na biashara yako ina kibali na upako. Usidanganye kwa chochote unachokifanya. Mara nyingi watu wanafanya biashara inabidi adanganye sana. Watu tujue kwa hatupaswi kutumia nguvu kufanya vitu tunavyofanya. Tujue tuna Mungu ambaye anatusemesha. Mpaka amekuletea wewe mtu aje kukuungisha au kukusupport unachokifanya. Jua ni Mungu amemleta. Wewe kazi yako ni kufanya tu haki. Haki itakuinua. Watu wa Mungu hatujui. Vichache vya haki vina nguvu kuliko vya wingi wa mali. Imesema kwenye Mithali. Imesema wingi wa utajiri wa udhalimu ndio hasara na laana kubwa. So uchache wetu wa baraka za kweli utatufanya tuwe watu wa nguvu na wenye maana zaidi. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Tusome Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 9 mpaka 10. Timotheo wa kwanza 6:9 mpaka 10. Nakupa kanuni hizo za uchumi ili tusikwame mwezi huu. Kama una chochote ndani sio cha haki, karudishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine unanunua kabisa simu, unajua ya wizi, amekuletea kibaka kabisa. Unajua hii simu tu kaiba, anakuambia nimeokota, anaokotaga. Unajua tu kaiba. Simu ya 200,000 anakuambia una 30, saa 40 tunipe. Ndio unasema we 40, ndio unakimbia ndani. Hii hapa unachukua simu. Nakushukuru Mungu. Unajua kabisa hii ukaiba. Unajua kabisa ikaiba. Hakunaga baraka ya hivyo. Hakunaga ujanja, hakuna muujiza wa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakunaga muujiza hivyo. Unajua kabisa huyu kibaka ameiba. Anakuambia tu usijali mama, sio unajua mambo yetu. Anamwambia unasema dhambi ni zake, mimi hainihusu. Kwani mimi najua alikopata, mimi hainihusu. Unachukua 30 kitu cha 200 unampa. Nisikilize. Hiyo ni laana, itakuletea matatizo. Sanga tu simu, mtu anaanza kutumia hela, simu inakataa, inasema mimi nimepatikana kwa wizi, hiyo hela isinitumie. Simu inakataa kupokea hela. Mtu anajisikia kubariki kitu fulani, akupigia kuambia mambo mema, simu inakataa. Sasa mwenye simu analia machozi usiku na mchana, simu inakataa kupokea mambo mazuri. Inataka ipokea machozi tu. Wewe ni simu za misiba. Ikiita kagongo la gari. Njoo hospitali. Yaani simu inataka machozi tu. Yesu atusaidie sana. Amen. Nini? Simu inalia. Inaliaga matatizo, inalia vita, inalia shida. Halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Amen. Tusome Timotheo kwanza 6:9 mpaka 10. Timotheo kwanza 6 anasema lakini utaua pamoja na kuridhika. Tuseme utaua pamoja na kuridhika. Utaua pamoja na ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Wala tuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini ni hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu.
Maana shina moja la mabaya la kila namna ni kupenda fedha. Tuseme kupenda fedha, ambao wengine hali wakiitamani wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Huu ni mstari mkubwa sana ambao umebeba ibada leo pia. Kupenda fedha, tunajichoma kwenye mambo mengi. Kupenda mali zisizo haki, tunajichoma kupitia mambo mengi. Naomba nirudie tena mstari mwanzo kwanza 6:9 mpaka 10. Anasema walakini utawa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kuridhika ni faida kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuridhika, watu wa Mungu, ni faida kubwa. Turidhike. Kwa maana hatukuja na kitu duniani. Usijisahau. Kwa kama hiyo nyumba ulikuja nayo, hivyo vitu ulikuja navyo ni Mungu ametupa. So ukipata ridhika, Mungu amekupa. Na kama hujui sikuja kitu duniani, isikuzuie kuwa mkarimu. Anasema tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu. Usitake kwa nguvu kuwa na mali. Kulazimisha kuwa na mali kwa nguvu, ndio watu wanaingia kwenye majaribu mengi, hata wizi. Wanaingia kwenye majaribu mengi ya shida. Anasema ni tanzi na italeta majaribu, tamaa nyingi zisizo na maana yenye kudhuru zitokazo na wanadamu katika upotevu. Anasema tamaa zisizo na maana. Kutamani sio mbaya, ila kuna tamaa zisizo na maana unataka kulazimisha kuwa vile. Nikutana na binti moja analazimisha, anataka kuolewa, analazimisha, anataka kuwa na simu ya iPhone, analazimisha, yuko tayari kulala na mtu yoyote apate iPhone, apate simu kubwa ili atambishe na wenzake chuoni. Tamaa zinaleta matatizo. Anasema maana shina moja la mabaya ya kila namna, shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Fedha sio mbaya, lakini usiipende kiwango cha kuharibu. Fedha jawabu la mambo yote, ni nzuri sana. Ndio tunayohubiri hapa leo, ndio uchumi, ndio fedha yenyewe hiyo. Lakini usiipende kwa namna ya kudhuru, kwa namna mbaya isiyo haki, ambao wengine hali wakitamani wamefarakana na imani. Kwa nini tukaanguka kwenye wokovu? Kupitia fedha. Unajikuta umepoa kiroho, utaviombeki kwa sababu mwenyewe unaomba, umejikumu, umetoka kuiba, umetoka kudhulumu, unaingia kwenye magoti. Na shetani yuko mshenzi, anakukuta wewe mwizi. Na uko kwenye magoti. Baada ya kuomba siku unaanza tu toba. Unasema utakushukuru Mungu. Yesu msema. Maombi yako yanakuwa ni toba tu. Umemaliza pale toba na bado utakuta tamaa unakataa. Kwa sababu umetubu, bado vya wizi ukiamka na viangalia vipo ndani. Unisaidie kwa kuvipeleka huna. So, yani maisha yanakuwa ya hukumu, yanakuwa maisha mabaya. Yesu atutoe hapo katika jina la Yesu. Amen. Lakini tukipata kwa haki tunakuwa na amani na ujasiri. Wamefarakana na imani, utakuta ni fedha zinaanza kuua hata imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Ndio hayo maumivu, dhambi za hukumu. Unaishi maisha ya kujihukumu, unaishi maisha yasiyo na haki, unaishi maisha yasiyo na uhalali, unajichoma imani. Hata kuomba vizuri uwezi, wewe unafanya vitu uwezi. Yesu atusaidie. Baba yangu mmoja wa imani akaniambia, ni heri uchelewe lakini ufike. Ni heri upite njia ndefu ili ufike. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutahubiri tu hizi injili na Mungu ataleta watu wataokoka na watakuja kanisani. Bwana asifiwe. Leo naweza nikaenda Radio Safina, naweza nikaenda Radio 5, nikaenda kuwatangazia, jamani, nina mafuta na maji special, njoeni mtagawa bure. Na mtaona na shuhuda watu wanapiga za uongo pale redioni. Sagatu umekaa hapa nani? Watu wanakuja na vichupa, wanataka mafuta, wamejaa. Hamna pa kuweka, kanisa kadogo inabidi tuvunje. Lakini ni udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio watu wengine wanafanya. So itakuja haraka, lakini mwisho wake itakuwa fedhea na aibu. Acha Mungu alikuze kanisa lake kwa njia zake. Sisi tuendelee kutoka. Sio mbona tumetoka juma ngapi tumepata na wageni. Bwana asifiwe sana. Huyu dada hata tukwenda kwenye nyumba yake, lakini tulitoka, amekuja mwenyewe kanisa. Haleluya sana. So acha tuhubiri injili. Acha tufanye vitu kwa haki. Mungu atatusaidia. Anatupeleka mbali katika jina la Yesu Kristo. So tuache tamaa, watu wa Mungu. Tuseme tamaa. Mungu atakubariki kwa wakati wake. Anasema kwenye Mhubiri 3:11 amefanya mambo yote vema kwa wakati wake. Kuna wakati utafika, kitu ambacho ni sahihi kitakuja na kitakuwa baraka. Baraka ambayo itakuja muda ambao sio sahihi, haiwi baraka tena, inakuingiza kwenye matatizo. Kuna fedha utakangania kuipata, utaipata, lakini haikuwa sahihi wewe uipate kwa muda huo, inakuletea matatizo. Itakuingiza kwenye matatizo mengi zaidi. Haleluya, haleluya. So hitimisho,